Sote tunajua kuhusu hemoglobini na upungufu wa damu. Sote tunajua kwamba chuma ni sehemu muhimu ya hemoglobini, na ikiwa una kiwango cha chini cha chuma mwilini mwako, unaweza kupata upungufu wa damu. Chuma kinatoka kwenye chakula na chuma hupotea kwa njia nyingi. Mara nyingi kwa wanawake kupitia hedhi. Unapokuwa unashughulikia upungufu wa damu wa chuma kama daktari, tungependa sasa kufanya vipimo vya chuma. Kiwango chako cha chuma mwilini ni kiasi gani? Sehemu ya vipimo hivi tunafanya kipimo kinachoitwa uwezo wa kuunganisha chuma, pia kinachoitwa transferrin. Uwezo wa kuunganisha chuma unatueleza kama madaktari kama mwili wako una chuma cha kutosha. Kwa mfano, ikiwa uwezo wako wa kuunganisha chuma ni juu, hiyo inamaanisha mwili una protini ya kutosha kuunganisha chuma, lakini kuna chuma kidogo. Kwa hivyo, upungufu wa chuma ndio utambuzi katika hali kama hizo. Uwezo wa kuunganisha chuma ni alama tu ya protini. Kiwango kikubwa cha uwezo huu kinaonyesha chuma kidogo mwilini mwako. Hata hivyo, katika baadhi ya hali, kama vile ikiwa mgonjwa ana ugonjwa wa ini unaoitwa cirrhosis, protini huzalishwa kwa kiwango kidogo. Katika hali kama hizo, uwezo wa kuunganisha chuma utakuwa chini licha ya upungufu wa chuma. Kwa hivyo, ukizingatia tahadhari hiyo, uwezo wa kuunganisha chuma unaweza kutumika kama alama ya upungufu wa chuma ili kutambua aina ya anemia kama daktari.